Taarifa za dharura na za kuogofya kutoka kwa kamanda wa polisi Jumanne Muliro kumuhusu Faustin Mafuele imezua taharuki nchini Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Taharuki imeikumba mitandao ya kijamii nchini Tanzania kufuatia kusambaa kwa madai mazito yanayomhusu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam Faustin Mafuele, madai yaliyosuhuzishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzua sintofahamu kubwa kuhusu hatima yake. Taarifa hizo zilizosambazwa na kundi linalojiita Tanganyika Freedom Fighters zimechochea mjadala mkali mitandaoni, huku mamlaka zikijikuta zikilazimika kujibu presha ya umma na kujaribu kurejesha utulivu wa taarifa. Katika kile kinachoonekana kama jaribio la kuzima wimbi la taharuki, kamanda wa polisi maalum wa Dar es Salaam Jumanne Muliro alitoa kauli rasmi akifafanua hali hiyo. Akizungumza na gazeti la Mwananchi, Muliro alifananisha madai yaliyotolewa na TFF na simulizi za kubuni zinazofanana na riwaya ya Shabana Robert, akisisitiza kuwa si kila taarifa inayosambaa mitandaoni huwa na msingi wa kweli. Kauli hii ililenga kupunguza hofu na kuwataka wananchi kuchuja taarifa kabla ya kuzipokea kama ukweli kamili. Madai yaliyochapisha mtandaoni yalieneza tuhuma nzito dhidi ya Mafuele, yakimhusisha na ukiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, hadi sasa kuna uthibitisho rasmi uliotolewa na mamlaka kuthibitisha madai hayo. Kutokuwepo kwa taarifa za moja kwa moja kuhusu alipo Mafuele kumeongeza sintofahamu na kuifanya mijadala hiyo kuendelea kushika kasi katika majukwaa mbalimbali ya kidijitali. Sakata hili limeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya mitandao ya kijamii katika kusambaza habari nchini. Na katika miaka ya karibuni, mitandao imekuwa chombo kikuu cha upashanaji habari, mara nyingi ikitangulia vyombo vya habari vya jadi katika kuripoti matukio yanayoendelea. Hata hivyo, kasi hiyo imekuja na changamoto ya kuenea kwa taarifa zisizothibitishwa ambazo zinaweza kuathiri taswira ya watu binafsi na taasisi za umma. Katika tukio hili, kundi la TFF lilichapisha madai yake bila kuambatanisha ushahidi unaoweza kuthibitishwa hadharani. Hatua hiyo ilizua wasiwasi miongoni mwa wananchi, hasa katika kuzingatia uzito wa nafasi anayoshikilia Mafuele ndani ya jeshi la polisi. Kama mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai katika kanda yenye shughuli nyingi zaidi nchini, jina lake linahusishwa moja kwa moja na masuala nyeti ya kiusalama na upelelezi wa makosa makubwa. Kauli ya Muliro ililenga kuondoa sintofahamu hiyo kwa kusisitiza umuhimu wa kutegemea taarifa rasmi, na kwa kulinganisha madai hayo na hadithi za kubuni, alionyesha namna taarifa zisizo na uthibitisho zinavyoweza kujenga simulizi linaloonekana la kweli, huku likiwa halina msingi wa kisheria na kiuchunguzi. Mfano walioutoa kuhusu mtu anayedaiwa kufa lakini baadaye kuonekana akiwa hai uliweka wazi hatari ya kuamini taarifa bila uthibitisho. Hata hivyo, licha ya kauli hiyo, pengo la taarifa kuhusu alipo Mafuele limeendelea kuchochea maswali ya umma. Ukimya au ucheleweshaji wa taarifa za kina unaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za dola, hasa pale ambapo madai yanayohusisha masuala ya haki za binadamu. Katika mazingira ambayo wajibikaji na uwazi ni nguzo muhimu za utawala bora, sakata hili limekuwa kipimo cha namna vyombo vya dola vinavyoweza kudhibiti taarifa potofu huku vikidumisha imani ya umma. Kwa upande mwingine, mjadala huu umeonyesha jinsi mitandao ya kijamii ilivyobadilisha sura ya mawasiliano ya umma. Habari zinazosambaa mtandaoni zina uwezo wa kufikia maelfu ya watu ndani ya muda mfupi, na mara nyingi huunda mtazamo wa awali kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Hali hii imeweka changamoto kwa taasisi za umma ambazo lazimika kujibu haraka ili kuzuia kuenea kwa taarifa zisizo sahihi. Sakata la Mafuele pia limegusa suala la taswira ya viongozi wa umma, na katika zama za kidijitali, sifa na heshima ya kiongozi inaweza kuathiriwa kwa haraka kupitia taarifa zinazosambaa bila uthibitisho. Hata madai ambayo hajathibitishwa yanaweza kuacha doa la muda mrefu katika mtazamo wa jamii.
Ndiyo maana kauli ya Muliro ililenga kusisitiza umuhimu wa kusubiri uthibitisho rasmi kabla ya kufikia hitimisho. Na katika historia ya Tanzania kumekuwa na matukio ambayo taarifa zisizo sahihi zilisambaa kwa kasi na baadaye kuthibitika kuwa hazikuwa na ukweli. Matukio haya yameacha funzo kuhusu umuhimu wa uwajibikaji katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Na serikali imewahi kusisitiza mara kadhaa juu ya matumizi sahihi ya majukwaa ya kidijitali, ikitaja hatari ya uvumi na uchochezi kwa usalama wa taifa na mshikamano wa kijamii. Kwa sasa macho wa Tanzania yameelekezwa kwa jeshi la polisi kusubiri ufafanuzi wa kina na wa moja kwa moja kuhusu hali ya Mafuele. Hali inaonyesha jinsi swala moja linavyoweza kuwa gumzo la kitaifa, hasa linapohusisha kiongozi wa ngazi ya juu katika taasisi nyeti ya usalama. Wakati baadhi ya wananchi wakieleza wasiwasi wao kuhusu ukimya unaoendelea, wengine wanahimiza subira na kusubiri taarifa rasmi kabla ya kutoa hukumu. Sakata hili inaendelea kuwa kioo kinachoonyesha changamoto ya zama hizi, ambapo taarifa husambaa kwa kasi kuliko uwezo wa kuzithibitisha. Linadhihirisha pia wajibu wa taasisi za umma katika kutoa taarifa kwa wakati na kwa uwazi ili kulinda imani ya wananchi. Na katika mazingira ambayo taarifa zisizo sahihi zinaweza kuathiri utulivu wa kijamii, uwazi unakuwa silaha muhimu ya kurejesha utulivu. Kwa ujumla, mjadala unaozunguka Faustin Mafuele umevuka mipaka ya tuhuma binafsi na kuwa somo pana kuhusu nguvu na hatari ya mitandao ya kijamii. Kauli ya Jumanne Muliro imejaribu kuweka mizani katika wimbi la taarifa zisizothibitishwa, lakini pengo la taarifa rasmi linaendelea kuifanya jamii kusubiri kwa tahadhari katika kipindi hiki. Sakata hili inaendelea kuonesha jinsi taarifa zinavyoweza kujenga au kubomoa taswira ya viongozi wa umma na jinsi uwajibikaji na uwazi vinavyobaki kuwa nguzo muhimu katika kulinda imani ya wananchi. Ni hayo niliyokuandalia siku hii ya leo kutoka Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vile kumbuka unaweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta. Kile unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili ukipokea notifications kila wakati tunapoweka video mpya. Na taarifa zetu huwa ni za ukweli na za kuaminika, ambapo tunakuletea mambo jinsi yanavyochipuka na vile tunakufanyia uchambuzi wa kina bila kuegemea upande wowote.